والسلام على رسول الأمين وعلى آله وأصحابه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد. Watukufu wasikilizaji Waislamu mliopo hapa na wote watakaofuatilia, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inshallah nakusudia halaka hii au kikao hiki ni kuangazia jinsi hali ilivyo inavyoendelea duniani inayohusiana na Palestina na Gaza, lakini nitakachokiangazia ni hizi harakati za wanafunzi katika nchi za magharibi, hasa Marekani. Na mada hii ninayozungumza leo inshallah nakusudia kuipatia unwani ya vyuo vikuu vya Marekani vinakuwa viwanja vya kuongoza mapambano kwa ajili ya Palestina. Ni mchango ambao wanafunzi wa Marekani wameutoa na wameuonyesha na bado wanaendelea kuonyesha, na ni kazi kubwa sana ambayo wanaoifanya, na wako wengi wanaofuatilia. Lakini kwa wale ambao pengine hawajafuatilia vizuri au hawajafahamu kinachoendelea, inshallah kikao hiki itakuwa ni fursa kufahamu hasa nini kinachoendelea na mustakbal ulio mbele yetu, mambo yatakuwa namna gani. Napenda nitoe utangulizi mfupi kwamba katika muhadhara niliowahi kutoa mwezi wa Disemba nilipokuwa Zanzibar, mwisho wa muhadhara ule ambao ilikuwa ni kuzungumzia mambo yanavyoendelea Gaza na Palestina na mapambano baina ya Hamas na Israel, lakini mwisho katika muhadhara ule ambao ulikuwa ndio hitimisho ama conclusion, nilisema kitu ambacho ndio itakuwa leo naunganisha na hii mada ninayozungumza hivi sasa. Nilisema wakati ule kwamba kwa nchi za magharibi zinazounga mkono Israel, hasa Marekani, Uingereza, Ufaransa, Ujerumani na nchi nyinginezo, nchi hizi zitakuja kulipa thamani ya wao kuelemea upande mmoja, upande wa dhalim anayedhulumu ambao ni Israel, kwa kusupport, kwa kusaidia, kwa kupeleka silaha na mali, na kwa kampeni ya media na siasa za nchi zao zote zikawa zinaunga mkono aliyedhulumu ambaye ni Israel. Zitakuja kulipa thamani, na thamani yenyewe ni kwamba katika nchi hizi kutaibuka ama kutatokea mpasuko wa kijamii. Jamii manake lazima itakwenda kugawanyika katika nchi hizi, itakayopelekea kuwepo kwa mapambano ya ndani kwa ndani kwa wale watakaokuwa ni wenye kuendeleza dhulma hizi, na raia wengine watakaosimama kuona kwamba dhulma hizi hatuziwezi tena, watakuwa sasa wanapambana na serikali zao wenyewe. Na hii itapelekea nchi kadhaa wa kadhaa za magharibi na za Ulaya kuanza kusambaratika kama vile Israeli yenyewe itakavyosambaratika. Kwa hitimisho hili nililozungumza mwezi wa Disemba, leo ndio naunganisha hii mada ninayozungumza hivi sasa. Kinachoendelea Marekani hivi sasa ni harakati za mapambano zinazoongozwa na wanafunzi wa vyuo vikuu mbalimbali. Ni vyuo vikuu vingi sana Marekani, sijui idadi yake ni ngapi, lakini wako wanaosema vyuo vikuu 40 na wako wanaosema vyuo vikuu zaidi ya 100, lakini kila siku inaongezeka. Kwa maana hiyo hata wale waliosema 40 labda pengine ni siku 3 zilizopita, sasa zimeongezeka, zimekuwa ni vyuo vikuu vingi sana. Lakini cha kufurahisha na cha kuleta matumaini makubwa sana katika harakati hizi za wanafunzi ni kwamba kwenye hivi vyuo vikuu vinavyotajwa 40 vinaongozwa na vyuo vikuu ambavyo kwa Marekani vinajulikana kwamba hivi si vyuo vikuu vya kawaida. Ni vyuo vikuu vile vinavyoitwa cream of the cream, yani ni vyuo ambavyo viko katika fil qimma, kwenye kilele kabisa. Ni vyuo vinavyojulikana kwamba ndivyo vinavyotayarisha na kutengeneza viongozi wa Marekani na nchi za magharibi na nchi za dunia mbalimbali.
wanatengenezwa kwenye vyuo vikuu hivi husika, vikiwemo mfano tunatolea chuo kikuu cha Columbia ambacho habari zake zimezagaa dunia mzima kwa sababu walifanywa kikao kwenye Congress. Lakini pia chuo kikuu cha Harvard, chuo kikuu cha Yale, chuo kikuu cha George Washington, chuo kikuu cha Southern California, chuo kikuu cha University of California LA, yani Los Angeles, na pia chuo kikuu cha University of California Berkeley, na chuo kikuu cha University of Pennsylvania, chuo kikuu kiliopo Texas katika mji wa Austin, na vyuo vikuu vingine mbalimbali. Hizi movement, hizi harakati zimesambaa, zimefika katika nchi za Canada, chuo kikuu cha McGill na chuo kikuu cha Toronto. Vimesambaa tena vikafika katika vyuo vikuu vya Ufaransa mashuhuri kabisa, University of Sorbonne, na chuo kikuu cha Uingereza Oxford na vinginevyo. Vimekwenda mpaka imefika Australia na vinaendelea kusambaa, vinashika dunia nzima. Hizi ni harakati mpya za vyuo vikuu, na hivi ni vyuo vikuu ambavyo ni vile cream of the cream. Viongozi wanaotoka katika nchi mbalimbali ni wale waliopitia ama wamesoma katika vyuo hivi. Yani na kusudia viongozi wa Marekani wanaojulikana wote wamepitia kwenye vyuo vikuu hivi, aidha ni Columbia, aidha ni George Washington, aidha ni Yale, aidha ni University of Southern California, ama University of California Los Angeles, ama ni University of Pennsylvania, hivi ambavyo nimevitaja na vinginevyo ambavyo sikuvitaja. Hii maana yake nini? Maana yake ni kwamba mustakbala wa Amerika mzima unakwenda kubadilika, kwa sababu hawa ndio viongozi watakao kwenda kushika ile nchi sasa, na hizi ndizo fikra zao, fikra za kusimamia haki na kukataa dhulma. Licha kwamba majority, wengi wa wanafunzi hawa wanaofanya harakati kama hizi si Waislamu, wapo na Waislamu. Licha kwamba wengi katika wanafunzi hawa wanaofanya harakati hizi si Waarabu, wapo na Waarabu pia. Lakini pia cha kushangaza ni kwamba kwenye harakati hizi wapo na wanafunzi wa Kiyahudi ambao nao pia wamejitokeza na kutangaza hadharani na rasmi kabisa ya kwamba hawaungi mkono dhulma inayoendeshwa na serikali ya Israel, na kwamba wao watatetea haki mpaka mwisho. Mapambano haya yalivyoanza, yalianza kimchezo ama yalizaniwa ni mzaha. Walikuwa wakituma askari wawili watatu kwenda kuondosha wanafunzi, lakini kila ukiondosha wanafunzi kumbe ni kama walikuwa wanapalilia, wanaongeza chumvi juu yake, yakawa yanakuwa mpaka walipoona sasa imekuwa makubwa, wanafunzi wamekaa hawaondoki na wana matakwa yao. Nitaelezea baada ya muda mfupi. Uongozi wa vyuo vikuu mbalimbali wakaonelea watumie hatua za kinidhamu za kuwapatia wanafunzi masaa, ikifika muda fulani, saa fulani mmeondoka, la sivyo hatua za kisheria zitachukuliwa. Na muda ulipofika ukapita, hatua zikachukuliwa, kwa maana viongozi wale wanafunzi waliokuwa kiongoza harakati kama zile wakapewa barua za kufukuzwa shuleni. Kumbe kufanya vile ndio kumwaga mafuta kwenye moto. Ndio sasa wanafunzi wote wakaamka wakashtuka. Sasa wakawa matakwa ya wale wanafunzi wa mwanzo, lakini yakaongezeka na matakwa ya kudai wale wanafunzi wenzao kwa nini wamepewa barua. Ikafumuka, ikawa kama ni mfano wa moto kuwaka kwenye nyasi kavu siku ya upepo. Ndio maana hizo harakati zikasambaa na kuenea kwenye vyuo vikuu takriban karibu vyote hivi sasa. Na si watu wa kawaida, si watu wa barabarani wanaofanya maandamano ambao wanapiga kelele jioni au mchana
jioni wanakwenda wanalala, mambo yameisha. Ilikuwa inafanyika hii pia tangu vita vianze. Kila Jumapili ilikuwa maandamano kama haya ilikuwa yanafanyika, lakini serikali haikuwa na wasiwasi. Ilijua kwamba haya ni maandamano ya watu raia barabarani, wanatoka wanapiga kelele zao, jioni magharibi kiza kiingia, kila mmoja anakuwa nyumbani analala, anangoja asubuhi anaenda zake kazini, yameisha. Ilikuwa ni hivyo. Lakini sasa imefika katika vyuo vikuu. Vyuo vikuu si sehemu ya kawaida, si sehemu ya kuchezea. Vyuo vikuu vya Marekani nyote mnavifahamu, ni vyuo vyenye viwango vya hali juu kabisa. Sio tu viongozi wa Marekani wanaotoka mle, lakini hata viongozi wa nchi nyingine mbalimbali duniani wanakwenda kusoma huko. Yaani ni vyuo vya watu maalum. Si mtu wa kawaida anayeweza kupata nafasi tu rahisi kuingia pale, hata kama una maksi kubwa. Lakini pia hata wale wanaoingia pale haimaanishi kwamba ni mahodari sana, hapana. Pia ni kwa sababu wazazi wao ni viongozi na wanahusiana na vyuo kama vile, ndio wanapata nafasi ya kwenda pale. Matakwa ya wanafunzi kwa ujumla wao kwenye vyuo vyote hivi, naweza nikasema ni kitu kimoja. Wanaviambia vyuo vyao ama uongozi wa vyuo vyao waondoshe rasilimali za vyuo ambazo zinatumika hivi sasa katika makampuni mbalimbali yanayowekeza Israeli. Kwa lugha nyingine, movement yao inabeba nembo kubwa ikisema divest. Divest ni kinyume na invest. Invest maana yake ni kuwekeza, unapoweka pesa kwa ajili ya biashara. Divest kinyume chake, ondosha rasilimali hizi zipeleke kwingine. Sasa vyuo vikuu kule Marekani, kwa sababu zina misingi ya kuweka wakfu. Hii mada ya wakfu ni mada nyingine, inshallah tutakuja kuizungumzia, sababu hii wakfu ni concept, ni fikra ya Kiislamu. Sisi ndio wenye fikra ya wakfu, na vyuo vyetu vilikuwa ikitumia zamani. Wazungu wamechukua fikra hii wakaiweka. Vyuo vya Marekani vyote vina wakfu, na wakfu inakuwa ni mali mengi sana. Sasa mali haya yanaendelea kukuzwa, yanazalishwa kupitia uwekezaji na investment kama hizi. Utaweka wapi rasilimali zako hizi kwa ajili ya kuzizalisha? Unakwenda kwenye kampuni inayofanya biashara kubwa kubwa. Sasa vyuo karibu vyote Marekani wamewekeza kwenye makampuni yanayofanya biashara na Israeli. Ilikuwa ni siri kwa watu wengi, ilikuwa haijulikani. Na dola Israeli ilikuwa ikifanikiwa kwa mamilioni na mabilioni ya dola kwenye faida ya rasilimali kama hizi, kimya kimya, watu kwa hata hawajui. Lakini tizama amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hivi sasa anafichua mambo kupitia kwa hawa wanafunzi, kwa dhulma wanaoifanya pale, kwa mauaji ya halaiki wanaoendeleza pale. Leo wamesimama wanafunzi wanaziambia idara za vyuo vikuu vyao waondoshe rasilimali kwenye makampuni yanayofanya biashara na Israeli. Ni mabilioni na mabilioni kwa pamoja ya pesa. Haya ndio matakwa yao. Wanafunzi wanachodai ni hiki. Hao ndio wanafunzi ambao kweli ukiambiwa ni viongozi wa mustakbali unakubali. Sio wanafunzi wanaopiga makelele wanadai kuongezewa unga au chakula au sio kuongeza kitu gani, vitu vidogo dogo vile. Hawajielewi wanafunzi kama hawa. Sio wanafunzi wa kuongoza dunia. Hawa ndio wanafunzi wanaongoza dunia. Wanataka rasilimali za vyuo vyao zitolewe kwenye makampuni yanayofanya biashara na Israeli. Hiyo ndio their demand, ndio takwa lao la kipekee. Na hawatakubali kitu kingine chochote mpaka hiki kifanyike. Leo muda mchache kabla sijafika hapa alasiri, nimeona kwamba mmoja wapo katika vyuo hivi wamekubali matakwa ya wanafunzi ya kuondosha rasilimali zao. Kuna mazungumzo sasa yatakuwa yanaendelea namna ya kuhamisha na utaratibu wa kuhamisha rasilimali kama hizo. Na naamini chuo hiki wakikamilisha taratibu hizo
ile movement ya kuondosha rasilimali itaenea kwenye hivyo vingine, na hii itakuwa ni mojawapo ya sababu ya kuikamua dola ya Israel na hazina ya pesa ambayo inazipata pesa kwa wingi sana kutoka Marekani kwa njia mbalimbali, pesa ambazo zimekuwa nyingi kwa wao kiasi kwamba sasa kimewafurisha vichwa na kuwapata viburi na kuona kwamba wanaweza kufanya wanachotaka katika dunia hii bila ya kuambiwa chochote. Sasa kiburi cha kwanza kinaanza kuvunjwa kupitia mikononi mwa wanafunzi wa vyuo vikuu vya Marekani. Sasa tayari kule Israel kunazungumzwa habari hii. Juzi au siku tatu zilizopita, waziri mkuu wa Israel ambaye siku hizi watu wanamuita Netanyahu alikuwa anazungumzia kuhusu hizi harakati za wanafunzi, lakini namna alivyozungumza, speech alipokuwa akiitoa, nilikuwa mimi sitazami maneno yanavyotoka kwa sababu ile speech ilikuwa nimeshaisoma kabla hapo. Nilikuwa natazama mashavu yake yakitetemeka na macho yake yakenda juu na chini, kiasi kwamba utafahamu huyu mtu kajawa na hofu nyingi ndani yake. Utafahamu kwamba huyu mtu sasa yuko katika zile sakarati zake za mwisho. Waswahili wanasema anayekufa maji haachi kutapatapa. Yani ulikuwa ni mtapotapo wa huyu Netanyahu nilivyoiona katika speech ambayo imekuwa maarufu sana speech yake hii. Na wanafunzi kule wakaichukua speech hii wakaitilia comment, wakiwemo wanafunzi wa Kiyahudi ambao yeye anasema anatetea Mayahudi, anasema kule wanasema mimi mwanafunzi wa Kiyahudi niko hapa na yote anayosema hakuna hapa, uongo mtupu. Amefedheheshwa vibaya sana, hajielewi tena. Hivi sasa yeye yuko katika kile kinachoitwa ma'zaq, yani yuko katika hali ngumu kabisa, hajielewi. Ndani ya kabineti yake kuna mtafaruku na mpasuko mkubwa sana. Nusu ya mawaziri wake wanamwambia, kulingana na hali inayoendelea pale hivi sasa ambayo ni mazungumzo ya ubadilishanaji wa mateka na kusimamisha vita. Kwa hivyo nusu ya mawaziri wanamwambia, ukikubali mkataba huu wewe na Hamas wa ubadilishanaji mateka na kusimamisha vita, maana yake hii ni sisi Israel kutangaza kushindwa, kuinua bendera nyeupe na kutangaza kwamba Hamas ndio walioshinda vita hivi. Ikiwa utafanya hivi, ikiwa utakubali, sisi tunatoka kwenye serikali yako inaanguka. Hataki serikali yake ianguke. Upande wa pili, nusu ya pili ya baraza la mawaziri wanamwambia Netanyahu vile vile, usipokubali deal hii ya hivi sasa, usipokubali, basi sisi tunatoka kwenye serikali yako na serikali itaanguka. Sasa yuko katikati, akisema anakubali, kuna kundi la mawaziri wanatoka, serikali yake inaanguka. Akisema sitaki mkataba wote na Hamas, kundi lingine linatoka. Sasa huyu mtu ameshapasuka ndani kwa ndani, na hizi ni aina ya khizaya ambazo Allah subhanahu wa ta'ala anaanza kumteremshia yeye na genge lake na wahuni wote wanaomzunguka pale. Na huu ndio unaoitwa bidayatun nihaya, mwanzo wa mwisho. Mwisho wa dola hii ya Israel watu wengi washazungumzia. Nilishawahi kuzungumza pia, nilishawahi kutoa clip inayozungumzia kwamba mwisho wa dola hii ya Israel ima ni mwaka 2023 au mwaka 2024 au katikati hapo. 2023 ndio imekwisha, tumeshuhudia tuliyoshuhudia. Dola ya Israel imezidi kudhoofika na kila siku inazidi kudhoofika. Kila siku inazidi kuonekana duniani na pale pale ndani kwamba kumbe dola ya Israel ni gamba, ni kwakwa tu, gamba la yai, hamna kitu ndani yake. Kilikanyaga linavunjika. Hii ndio hali ya dola ya Israel hivi sasa tunavyozungumza. Imebakia tu nani atakayepita kulikanyaga lile gamba livunjike. Hamas wako uwanjani wanafanya hiyo kazi. Pamoja nao bila shaka yote ni Allah subhanahu wa ta'ala yuko pamoja nao.
inna Allaha yudafi'u 'anil ladhina amanu. Hili sote tunalishuhudia kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anapigana pamoja na Hamas dhidi ya Israeli. Tumesikia habari nyingi sana za kimiujiza kutoka kule, lakini hata kama tujisikia, hata kama hakuna, hii ni miujiza tosha kwamba kikundi hiki kidogo cha Hamas, ambao idadi yao, wale wanaosema, wanaotaja idadi kubwa kusema hawa ni wapiganaji wengi, wanasema ni 40,000, lakini wengi katika wanaofuatilia wanasema idadi yao ya Hamas haizidi 10,000-15,000. Sasa tuchukulie ile idadi kubwa ambayo ni 40,000 inayopambana na jeshi linaloitwa jeshi la Israel ambalo idadi yake ni 500,000, wakisaidiwa na silaha kali mno za kisasa zinazotengenezwa na Amerika, wanazoletewa shehena baada ya shehena kila siku, lakini pia wakisaidiwa na Marekani yenyewe na Uingereza na Ufaransa na Ujerumani na wengineo wanasaidiwa. Majeshi sijui mangapi wanapigana hiki kikundi kidogo cha Hamas. 40,000 tuseme, mwezi wa saba bado wanashindwa kukikomoa kikundi ama kikosi kama hiki. Na matakwa yao waliotaja mwanzo, kwa nini tunakwenda kupigana pale Gaza? Kwa ajili ya kukomboa mateka wetu na kukifuta ama kukimaliza kikundi cha Hamas, wanaosema kikundi cha kigaidi, ambao magaidi wakubwa ndio wao. Lakini leo miezi 7 imepita, kikundi cha Hamas bado kiko, wanasema alive and kicking, bado kipo na kinafanya kazi mpaka leo hii, na mateka wao hawajakomboa hata moja mpaka sasa. Na wameshafanya operation nyingi sana zinazoitwa operation za Hollywood, za action movie zile. Wanapotengeneza movie zao wakaona vile kutengeneza movie ni rahisi, basi na kwenda huko pia ni rahisi. Wamekwenda, zote zimefeli. Na wale ambao mapema na Hamas, hamwezi mkaja mkachukua mateka wenu kwa operation za Hollywood. Mtachukua mateka wenu kwa mazungumzo ya mezani, kwa makubaliano tutakayoyaweka, ambayo yatakuwemo kwenye makubaliano hayo. Vita viishe, nyinyi mtoke, na mateka wa Palestina wote walio katika jela zenu watolewe, na nchi ya Gaza ijengwe upya kwa gharama zenu na washirika wenu. Haya ndio matakwa ya Hamas, na mpaka sasa wameshikilia hapo. Mnataka ni hivi, hamtaki tunakutana uwanjani. Nimeona jana kwamba kuna maofisa wa jeshi la Israeli kadhaa, wengi sana, waliostaafu na ambao bado wako kazini, wanaiomba ama wanaiambia serikali yao ama wanaishauri serikali yao ya kwamba hivi vita havina mwelekeo, na hivi vita tangu tulivyoingia tulikosa ama hatukuwa na kile kinachoitwa war strategy, yani mkakati ama mbinu ya vita. Hatukuwa na mbinu za vita, tulikuja vitani kupigana basi, kwa sababu tuna uniform, tuna na vifaru na masilaha, tunaenda kumbe tumekwenda kule tumekuta mambo ni tofauti. Tuliona anakwenda kupigana hicho kikundi cha watu 40,000, tuanze kuua moja tuamalize. Tumeua raia ndio 40,000 sasa. Tumeua raia 40,000, lakini Hamas bado wapo. Kila siku Hamas wanawazukia na mitego mipya. Miezi 3 ya nyuma tangu vita kuanza, mitego ya Hamas ilikuwa ni kuvizia vifaru vyao vile kuvipiga. Tumetoa idadi hapa siku moja ambao vilifika zaidi ya vifaru 1,000 vilivyopigwa. Ndio nguvu zao hizi zimekwisha. Hawana tena vifaru. Walikuwa na kutoa vifaru vingine vya zamani vikongwe ambavyo havifanyi kazi tena, ni vya kwenda kufunguliwa vyuma vile vikatumike katika matumizi mengine. Ilibidi waende wakavifungulie, wavitoe,
wavikarabati, waviingize. Sasa ikiwa vile vifaru vya kisasa zaidi vimepigwa hivi ambavyo vimepita na wakati, utakufanya nini? Kwa hivyo jeshi la Israeli limeshamalizwa lile linaloitwa jeshi la ardhini, kwa maana vifaru vyao kwisha. Jeshi la Israeli lobaki ni ndege, kwa sababu Hamas kwa sasa bado hawajakuwa na silaha ya kuangusha ndege. Hiyo tu. Sasa ni ndege peke yake. Na ndio maana wanaendelea mpaka sasa. Lakini hiyo kwa miezi mitatu ya mwanzo. Miezi mitatu hii ya sasa Hamas waliwabadilisha mbinu katikati. Kiasi kwamba sasa wale Wayahudi wasema sisi tumeingia hatuna mbinu. Hawa wanakwenda kila siku wana mbinu mpya. Wanatugeuzia. Tunawatafuta hatuwapati. Miezi mitatu ya mwanzo tunawatafuta hatuwapati, lakini wao wanapiga vifaru vyetu. Wao wanatuona sisi hatuwaoni. Na nadhani hadithi yote mnaifahamu kwa sababu ilikuwa ikielezewa kila siku. Sasa miezi mitatu hii ya pili Hamas wamebadilisha mbinu. Mbinu zao sasa ni mbinu za kuwekea mitego. Inaitwa ambush ama kamin kwa Kiarabu. Wanawekewa mitego, wanaingia tele kwa tele huko, wanamalizwa. Ikitoka wanawekewa mitego mingine. Kila siku mitego ni mipya, hawawezi kuitambua. Mpaka juzi pia wamewekewa mtego mwingine, kamini nyingine. Zaidi ya askari 15 wamepigwa. Tarehe 27 ya Ramadhani. Tarehe 27 ya Ramadhani. Ule usiku wake ambao dunia mzima inaaminika ni usiku wa Lailatul Qadr. Kulikuwa kuna ambush ama kamini au tambiko lililokuwa limeandaliwa ama walikuwa wameliandaa kabla, lakini walilipangia kwamba tambiko hili lifanyiwe kazi Ramadhani 27 alfajiri, maanake kutoka kwenye tarawih na qiyamul layl ya Lailatul Qadr na dua walizokuwa wakiziomba Waislamu duniani, lakini na wale wapiganaji wa Palestina wenyewe Hamas walikuwa wamesimama kisimamo cha usiku wakimwomba Allah subhanahu wa ta'ala na kumnyenyekea. Lakini mitego walikuwa wameshaiandaa mapema kabisa katika sehemu inayoitwa Khan Yunis mkoa, lakini katika mji unaoitwa Zanna. Ishikeni ile jina vizuri sana. Katika mji huu wa Zanna tarehe 27 Ramadhani kulikuwa na mtego mmoja mkubwa sana uliofanyika, na ilikuwa ni taufika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala baada ya zile dua walizosoma ule usiku wa Lailatul Qadr. Na mtego wenyewe ulikuwa wenye sehemu 3, na wakaingiana wote katika sehemu zote 3, tele kwa tele, tele kwa tele. Walipangiwa wafike mahali, sitaki kueleza story yote, mada itarefu kwa sababu bado sijamaliza. Nataka leo nimesema nizungumzie habari ya Marekani na harakati za wanafunzi, lakini hii muifahamu kwa sababu zote zinakuja kukamatana. Ilitakiwa kikosi cha Mayahudi kifike eneo fulani, eneo ambalo tayari lilikuwa limeshawekwa mitego. Mitego maana yake mabomu ya chini ya kulipuka. Siku kadhaa kabla hapo, mbinu zilizotumika ni mbinu za kiistikhbarati ya hali juu sana, sitozielezea, ili kuwavutia hawa wafike katika eneo lile. Yani ni kama mfano wa samaki unamwekea chambo. Kwa hivyo hawa walilekea lile jeshi la Israeli chambo eneo hili, na hili ndio eneo ambalo kile kikosi chote kinatakiwa kifike hapa. Kwa hivyo wakafuata chambo, wakaja katika eneo husika. Kufika pale, mabomu yale tegwa chini wamefichwa, yakawa yanalipuliwa kwa remote, wenyewe wakiwa mbali kujificha, wanajua mahali walipokaa, ili kupiga wale wanajeshi na vifaru vyao viliofika pale na magari yao. Lakini kujua kwamba katika shambulizi lile sio wote watakaopatikana. Kuna watakaouawa, kuna watakaojeruhiwa, kuna watakaotoka salama. Sasa kwa watakaotoka salama pale watafanya nini? Watakuwa wanakimbilia maisha yao.
ili wasikimbilie kiholela wakajaribu kufunga maeneo fulani, ima kwa kuweka miti, majiwe, nini, yani isionekane kwamba ni njia kupitika. Sehemu nyingine wakaiacha wazi ionekane kwamba hapa ni njia mtu anaweza kupita, ili wapitie hapo wale watakaokuwa wanakimbia. Sasa waliosalimika sasa kwenye pembezoni mwa hiyo njia kulikuwa kuna na mitego mingine kwa wale watakaokimbia, watakwenda kunaswa pale. Sasa mabomu mengine yalikuwa pale. Naam, waliosalimika kwenye tukio hili walikimbia na wakatumia njia ile waliowekewa kwamba waipiti, na kufika kwenye njia ile vikalipuka tena, wakaanguka chini. La tatu sasa ni kwa wale walioanguka, ima maiti ama majeruhi, watakuja kufuata na wenzao baada ya kupata habari, kwa maana wataleta helikopta na nini waje wachukue. Sasa hii ilikuwa ndio mtego wa tatu wa mwisho kuongeza idadi. Kwa hivyo siku hiyo tarehe 27 kuliuawa Mayahudi wengi sana. Hajawahi kutokea kabla hapo. Na moja kwa moja habari hii ilipofika ndani ya Israeli, raia wa Israeli wote kwa hasira wakatoka barabarani kuiambia serikali yao na serikali ya Satan yao huyu kwamba enough is enough, hataki tena vita. Raia wameshasalim amri, hawataki tena vita. Sasa iliyobaki ni msukumo tu wa kikosi cha wahuni kilichopo pale serikalini kwa maslahi yao binafsi. Kwa lugha nyingine ni kwamba jeshi la Israeli na raia wa Israeli wameshatangaza kushindwa vita hivi tunavyozungumza kuanzia Ramadhani ya 27. Sasa turudi harakati za wanafunzi zinazoendelea kule. Nimesema kwamba vile ni vyuo ambavyo ni cream of the cream. Hali ile inayoendelea Marekani imefanya viongozi wa Kizayuni huko Marekani, ambao ndio wafadhili wa huu mradi unaoitwa Israel ama Israel Project, ambao ndio wanaosimamia Marekani vile vile, wazee wa Kizayuni hawa waliitana kwenye kikao cha dharura, na katika mambo walio yabaini ama walio ya observe, waliotazama, wanasema, na nukuu maneno yao, wanasema mpasuko uliopo Marekani hivi sasa si mpasuko baina ya mrengo wa kulia na mrengo wa kushoto, au mpasuko baina ya siasa za Republican na siasa za Democrats. Kwa Marekani hii ndio migawanyiko inayojulikana. Mpasuko uliopo hivi sasa, wanasema wazee hawa wa Kizayuni, mpasuko uliopo Marekani hivi sasa ambao umeshaingia ni mpasuko wa kizazi, kwa maana ni baina ya wazee na vijana. Wazee ambao bado wanashikilia dhana ile waliojenga miaka 100 nyuma ya kwamba dola ya Israel ni dola ya raia waliodhulumiwa kutoka Ujerumani, wanaohitaji eneo kwa ajili ya kupata usalama, wakatengewa ile eneo ili wapumzike pale. Kwa hivyo eneo hili lazima lilindwe kwa namna yote ile, kwa sababu pia eneo lenyewe haliko mahali rafiki, limezungukwa na nchi maadui, kwa maana Waarabu na Waislamu. Hii dhana ya Wazayuni walijenga kwa muda wa miaka 100 iliyopita. Sasa hawa wazee ndio bado wameendelea kushikilia dhana hii, lakini vijana wameitazama hii dhana, wameihoji hii dhana, na wakaona kwamba hapana, dhana hii ni dhana potofu na ni dhana kandamizi na ni dhana inayotuumiza sisi kabla haijaenda kuumiza wengine. Na idadi ama population
ya vijana ukilinganisha na wazee, kila mahali inajulikana vijana ni wengi, na vijana ndio wenye nafasi na uwezo wa mageuzi. 70% ya raia wa Marekani ni vijana. Vijana katika kategori mbalimbali, yani kategori ya kwanza mwaka moja mpaka miaka 20, hao ni vijana. Kategori ya pili miaka 20 mpaka 40, ya pili hii vijana. Kategori ya tatu ni 40 mpaka 50, bado pia hawa ni vijana. Hawa ni 70% ya raia katika kila nchi. Sasa hawa ndio wamegeuza mawazo yao. Mawazo yao ni kwamba sasa dola ya Israeli sio sehemu ya kuweka waliodhulumiwa ama walioteswa Ujerumani. Dola ya Israeli ni dola kandamizi, ni dola inayonyonya rasilimali zetu sisi wa Amerika hivi sasa. Kumbe mabilioni ya pesa zetu zinachukuliwa na kupelekwa Israeli. Wanaishi Israeli kule, wanaishi maisha mazuri kiasi kwamba pesa zimewazidi, hawajui wazifanyaje pesa hizo, wanaamua kwenda kufanya vita vya kiwazibu kama hizi. Sisi huku wa Marekani wanasema tunaishi maisha magumu kweli kweli, licha kwamba sisi tunafanya kazi tunatoka na majasho. Sasa hawa ndio vijana wanasema tumekataa jambo hili, na hao ndio vijana sasa watakaopelekea kwenda kufunga ile inayoitwa mifereji ya pesa inayotoka Marekani kwenda Israeli. Pesa zisizokuwa na hisabu, mifereji yote sasa inakwenda kufungwa moja baada ya nyingine. Ndio kundi hili. Na ujue kwamba katika kundi hili la vijana mwaka moja mpaka miaka 50, miongoni mwao tuseme katika kundi la miaka 40-50, hawa tayari wako kwenye serikali hivi sasa. Wako serikalini na tayari washabadilisha mawazo humo ndani ya serikali. Hatusubiri vijana hawa wamalize ndio waje ingie serikalini. Hapana, kuna kundi moja tayari, yani kwenye hii bracket ya 40 to 50 tayari wamo serikalini na wameshageuza mawazo yao. Kwa hivyo serikali yenyewe ya Amerika hivi sasa ndani kwa ndani imeshapasuka. Na kila siku mpasuko huu utazidi kupanuka, kwa sababu watakuwa wanaingia vijana wapya wa kundi la miaka 20-40 hawa ambao ni wanaotayarishwa kwenye vyuo vikuu vyote hivi, ndio watakuwa wanaingia serikalini katika idara mbalimbali. Kwa hivyo kadri ya vijana hawa watakavyoingia serikalini, kadri ya mpasuko huu kuzidi kuwa mkubwa, na serikali nzima ya Amerika inakwenda kubadilisha sera zake, na huu ndio utakaokuwa mwisho wa Israeli. Nafikiri mtakuwa mmenifahamu kwa haya niliyozungumza. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia walillahi junudu samawati wal ard. Tunatarajia pengine kunatoka jeshi la mujahidin kutoka nchi za Arabuni, hasa zile nchi za Kiarabu zinazoitwa nchi za msingi zinazozunguka Palestina, kwa maana kuna Egypt, Misri ndio jeshi kubwa duniani, yani katika nchi za Arabuni kule, Saudi Arabia, Turkia, tena Syria, hizi zinazozunguka Jordan. Tajia pengine kungetoka majeshi hapa ama kungetoka harakati katika nchi hizi, lakini subhanallah, ile walillahi junudu samawati wal ardi, maana wanatoka sehemu yoyote. Kwa hivyo hawa vijana walioko Marekani ambao ni mchanganyiko, wengi wao kwa uhakika si Waislamu. Wengi wao kwa uhakika kabisa si Waarabu. Lakini pia miongoni mwao wapo Mayahudi vile vile. Mayahudi ambao wameona haki iko hapa, sio pale. Maelfu ya kilomita kutoka Israeli huko Marekani, lakini harakati za huko ndizo zinazofanya kazi, ndizo zinazoleta mwamko mkubwa sana duniani. Sote tunakubali kwamba Amerika mpaka dakika hii ni kiongozi wa dunia.
tunapenda ama hatupendi, huu ndio kweli. Kinachofanyika Marekani, chochote kizuri kibaya, kinaathiri dunia mzima. Vile vile tuwe tunapenda ama hatupendi. Kwa hivyo kinachofanyika hivi sasa ni kwamba ile cream of the society ambao ni vijana, wasomi, professionals, na sasa sio wanafunzi. Sasa mpaka walimu wao, maprofessors, wamejitokeza, wanaungana na wanafunzi. Mpaka wafanyikazi katika zile idara, yani administration, wako wanaojitokeza sasa kwenda kuungana na wanafunzi. Wanasema hamko peke yenu. Kwa sababu haya mnaopigia kelele ndio tulikuwa tukiwafundisha darasani kusimamia haki. Leo nimeonyesha kwa vitendo, sisi kama walimu hatuna sababu ya kukaa nyuma. Wanajitokeza. Wanafunzi hawa mpaka wanafika mahali sasa katika chuo kimoja cha McGill na chuo cha Columbia huku, nimeona wanakwenda wanabadilisha majina ya majumba, buildings au barabara, majina ambayo pengine ni ya Mazayuni ama nani, wanabadilisha, wanaweka majina ya kutoka Palestina. Barabara fulani ndani ya McGill inaitwa Gaza Road. Jumba fulani McGill University inaitwa Khan Yunis Complex. Columbia University same thing. Na wanafanya hivi si Waarabu wala si Waislamu. Hawa ni binadamu walioguswa na dhulma inayoendelea pale Israel, inayoungwa mkono kwa kiasi kikubwa sana na Amerika. Na kwa wao ni raia wa Amerika, wameidai serikali yao kwa hali na mali, mpaka kwa kutumia mikono yao iondokane na dhulma kama hizi. Kwa hivyo mambo sasa yanazidi kujitokeza. Ishara hizi ziko wazi kabisa kwamba kufumuka na kuporomoka ama kusambaratika kwa dola ya Israeli unazidi kukaribia. Sisi tunahitajika kuendelea na dua. Wengi wetu walikuwa ama tulikuwa tukiomba dua mwanzo, tukaona dua ni nzito, hatuziwezi tena, tukaacha. Hata hizo dua pia tumeacha. Hatuna lolote tunalofanya, lakini hata ile dua pia tumeiacha. Tumekuwa na mambo yetu mengine yanayotushughulisha, wakati dunia mzima inashughulishwa na Gaza. Wale vijana walipotoka, hasa walipokuwa ni wachache, walikuwa wameamua kupoteza kila kitu chao, kupoteza kile kinachoitwa career yao, professionalism yao, kupoteza mpaka maisha yao, kuchukuliwa waende wakafungwe. Na wako waliofungwa wanatetea Palestina, si Waislamu wala si Waarabu. Inasikitisha kwamba sisi ambao ni Waislamu, na inasikitisha zaidi ambao ni Waarabu, tena ambao wako karibu na Palestina na wanaizunguka Palestina, kwamba mpaka sasa bado wako kimya. Ni aibu na fedheha kwamba mapambano haya yawe yatasimamiwa na kuongozwa na wanafunzi wa Amerika, wakati wanafunzi wa Misri, wanafunzi wa Jordan, wanafunzi wa Saudia, wanafunzi wa Turkia, wanafunzi wapi, nchi za Kiislamu kadha wa kadha, wao bado wamekaa kimya, na wanafunzi wa UK. Mupo ما الذي يشغلكم؟ الامتحانات، وما أدراكم ما الامتحانات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والكفر والمشركين، وأن يدمر أعداء المسلمين وأعداء الإسلام وأعداءك يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين نصرا عزيزا مبينا. اللهم كن معهم، اللهم ثبت الأرض تحت أقدامهم، اللهم كما ثبت الأرض 6 أشهر فثبتها لهم يا رب العالمين. اللهم ارحم شهداءهم، اللهم اشف مرضاهم، وداوي جرحاهم، وعافي مبتلاهم. اللهم ارزقهم الصبر والسلوان
لكل من فقد أخا أو أختا أو زوجا أو زوجة أو ولدا أو بنتا أو أما أو أبا. اللهم أبدلهم أهلا خيرا من أهلهم ودارا خيرا من دارهم. اللهم ارزقهم القوة والثبات. اللهم إن أهل غزة قد ثبتوا وأثبتوا للعالم أنهم هم الأحرار. watu wa Gaza wamethibitishia ulimwengu kwamba wao ndio walioko huru peke yao na wao ndio watakaoikomboa dunia. Mpaka Marekani yenyewe pia inakombolewa na Gaza hivi sasa. Yanaendelea kule ni kwa sababu ya Gaza. Gaza wanapitia mazito sana, lakini wanaikomboa dunia mzima. Kila binadamu duniani atahisi kwamba minyonyoro ya udhalilishaji na utumwa tuliokuwa tumefungiwa inaanza kufunguka kidogo kidogo. Kumbe sote tulikuwa tumetawaliwa na Mazayuni. Dola yao na nguvu zao sasa zinakwenda kufumuka kidogo kidogo kwa sababu ya Gaza. Kwa hivyo tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala kwa hili ambalo walilofanya ndugu zetu wa Gaza awalipe malipo makubwa sana. Wamefanya haya wao kwa damu zao, kwa miji yao kubomolewa, kwa nchi yao kuvunjwa, kwa majumba yao kuharibiwa, kwa jamaa zao na familia zao kuuawa na kuumizwa na kuvunjwa viungo, na mateso mengi sana ambao wamepitia. Na sio tu kuanzia sasa katika vita hivi vinavyoendelea kwa zaidi ya miaka 75, bali hata zaidi hata kabla ya hapo. Yote haya kwa sababu ya kukomboa ulimwengu dhidi ya minyonyoro hii ya Kizayuni. Tunaomba Allah subhanahu wa ta'ala walipe watu wa Gaza malipo wanayostahili. Watu wa Palestina kwa jumla wanaongoza mapambano haya walipe malipo wanayostahili kwa niaba ya binadamu wote duniani, tukiwemo sisi Waislamu na hata wasiokuwa Waislamu. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Jazakumullahu khairan. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.